lakini Mungu akikutumia msichukue utukufu ili kesho akutumie tena. Nikatoka akasema haya, subiri hapa nje. Nikakaa pale. Huku naambia Mungu, ndio nichomokee huku maana mnaambia sipofufuka itapigwa. Nichomokee huku ubinadamu unakuja. Nikasikia nasema unarudi tena. Sijaitwa, nikarudi mara ya pili. Nikamwambia jamani, nawaomba siondoke na mtu wenu. Mimi nirusudi tu niombe, alafu niondoke. Ndugu wakawa wakali, hawataki. Lakini mwingine akawa anasema kwa nini msimwache? Wakabishana. Wakasema atoke kwanza, tujadili kama aombe au asiombe. Nikachukuliwa mara ya pili tena, nikapelekwa kule nje. Katoto kadogo kakawafuata, kakawaambia hivi, kwani huyu mtumishi akiomba ataondoka na mtu wenu? Ndio mlango katokea hapo. Mpe Yesu makofi kabisa. Kwani akiomba ataondoka na mtu wenu? Si muache tu aombe, alafu akiomba aondoke. Ndio akashika kale katoto, akasema wewe ndio umetuletea shida wewe. Nenda mwenyewe kamwite, mwambie aje aombe. Nenda. Kakaja kale katoto sasa. Niko ninasubiri Mungu, nafanyaje hapa? Ndipo kale katoto kakaja. Kakasema wamesema njoo kaombe, wamekubali. Nikasema Yesu sasa kajidhihirisha kwa ajili ya utukufu wako. Watakubali kweli. Aya. Utukufu wapewe Mungu. Chochote nitakachowaambia hapa sipati hadi ile mara ya kwanza ujasiri ndio nao ulikuwa mdogo. Nilipoambiwa na kale katoto ndio uone nguvu ya Mungu ilikuwa kama nguvu ya Mungu imekuja juu yangu. Yaani naona kabisa within a minute mtoto atatoka kule aliko. Nimerudi kwa ujasiri ambao sio kawaida, siogopi kupigwa wala kufa. Kwa nini? Kuna nguvu ya Mungu ambayo inaniongoza kufanya vile. Utukufu na heshima kwa Bwana. Niliporudi na kuingia, haya naongelea habari ya mjini Dar es Salaam Tanzania, eneo la Kawe Ukwamani, Dar es Salaam. Nikiwa pale nimeingia, wale wamekaa waliona mmoja baada ya nyingine waliokaa dirishani. Wakasema sasa tumemruhusu aombe huyu. Uombe haraka kule kaburi linaendelea. Nikaambia niliwaambia ile lisichimbwe. Niache hivyo kwanza. Mungu alivyowaja aliyetuleta hapa. Ndani ya dakika chache nikawaambia wale wote tukubaliane, nitakapoomba mkiona chochote. Ndio maana mtu yoyote ame rafiki yangu akichukua utukufu rafiki maisha. Ukimpa Mungu rafiki talala hata kwako, kwa sababu unajua wewe hutaniua, wewe ni rafiki yangu.